tukielekea kule mkoani Tanga, tunaona kikosi tayari cha JKT Tanzania kipo siku ya 4 nadhani kuendelea kujinoa mchezo kesho wa kombe la FA. Pengine tuzungumze kifupi mpaka sasa maandalizi yao kule yakoje, lakini pia mnakwenda na mikakati gani, mnakwenda kukutana na Young Africans ambayo mlikutana nayo mara mwisho katika uwanja wa pale Meja Isamuhyo na mlitoa sare. Ya, ni kweli mimi muda mfupi ujao nitaanza safari kuelekea Tanga. Nilikuwepo hapa kwa ajili ya huu mchezo na sasa najipanga kuelekea Tanga kwa ajili ya huu mchezo. Kwa hakika sisi tumejiandaa, tumejipanga, tuko vizuri. Tunajua timu tunayokutana nayo ni timu ya aina gani, ni timu bora, timu ina wachezaji wazuri wenye uwezo wa kucheza mpira na wana malengo na mchezo huu pia kwao ni muhimu. Na sisi tunasema mchezo huu kwetu sisi ni wa kutupandisha, wa kuthibitisha ubora tulionao katika kucheza mpira. Sasa katika mtazamo na muonekano huo, unaona namna ambavyo mchezo huu utakuwa mgumu na utakuwa wa ushindani kweli kweli, na nina imani kwamba utakuwa wa kuvutia kutazama. JKT Tanzania hatuko kinyonge hivyo. Ni moja ya timu ambazo ziko vizuri. Tunajua kucheza mpira, tuna vijana wanajituma, tuna vijana wenye uwezo, tuna vijana wenye vipaji na ni bora katika kusakata kandanda. Kwa hiyo lengo letu ni kuonesha kwamba tupo na tunaweza. Kwa hiyo tunakwenda Tanga, wachezaji wako hapo kwa siku kadhaa wakiendelea kuzoea hali ya hewa na mazingira ya huko, ili tunapokuwa uwanjani kesho tusiwe na kikwazo cha kutuzuia kupata kile ambacho tunahitaji kukipata. Ulizungumza kwamba kipigo cha kizalendo kinawahusu wana Young Africans. Nini hasa ulifanya ujiamini hivyo? Ya, kwanza tuna lengo la kushiriki mashindano ya CAF. Na ili tushiriki mashindano ya CAF ni kufanya vizuri katika mashindano haya. Tuvuke hatua hii ya nusu finali kwenda finali, na hatimaye hatua ya finali tutawazwe kuwa mabingwa. Hilo ndilo lengo letu hasa. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye huu mchezo, tunakwenda tukiwa na malengo hayo. Japo tunajua mpira ama mchezo huu ni mgumu kutokana na aina ya timu tunayokwenda kukutana nayo. Lakini kupitia ugumu wa hiyo timu, sisi ndipo hapo pia tunahitaji tuthaminiwe na kuthibitika kwa Watanzania kwamba JKT hakika ni moja ya timu bora katika soka la Tanzania. Na wanayanga wameonekana wamekwenda wengi kweli kweli, hasa mashabiki kuhakikisha wanakwenda kuanikiza timu yao ishinde. Kwa nyinyi wachezaji kisaikolojia, pengine kwa hilo wamejipanga vipi? Waende kwa wingi sana. Makelele yao hayatawahusu tu Yanga. Watakapokuwa wanapiga makelele, wachezaji wa JKT Tanzania pia watayapokea na watajua kwamba kuna kitu huko tunahitaji tukifanye ili kuonesha kwamba sisi ni bora kiasi gani. Kikubwa waende wakiwa wanajua tu kwamba ni mpira. Chochote kinaweza kikatokea. Lakini wakienda wakiwa tayari na matokeo yao kwamba lazima iwe hivi, ndipo hapo shida huwa inaanza, na mabarabara watu kusumbuka, ving'ora huko vihangaishe watu, ili watu wawaishwe kupeleka mahala ambako watahangaika ili kurejesha afya zao katika hali ya kawaida. Kwamba lolote linaweza kutokea kama lilotokea pale Meja Isamuhyo. Lolote linaweza kutokea. Okay, shukrani sana. Asante sana. Asante. Bwana mtazamaji wa Bwigani TV, nikiripoti kutoka uwanja wa KMC, na huyu ni Masau Bwile. Tulikuwa tukizungumza kuelekea mchezo wao wa kombe la FA ya JKT Tanzania, huku akienda kukutana na Young Africans. Mchezo utapigwa hapo kesho. Amefunguka na kusema kwamba kipigo cha kizalendo hakiepukiki, lakini pia sintofahamu iliyokuwa ikiendelea hapa uwanjani ni kuhusiana na JKT Queens na Fountain Gate Princess, ambao Fountain Gate Princess kipindi cha kwanza tu wameondoka na kushindwa kuendelea na mchezo huo. Bwana, hakikisha una subscribe, comment na kulike. Karibu.